Baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamesema hatua ya kupitishwa kwa bajeti ya elimu kwa kishindo ni matokeo ya kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha uongozi wake wa miaka minne sasa. Wakizungumza katika mahojiano maalum na George Marato TV nje ya viwanja vya Bunge jijini Dodoma, baadhi ya wabunge hao wamesema licha ya mafanikio makubwa katika sekta ya elimu, Rais Samia amefanya kazi kubwa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yote hapa nchini. Kwanza niwapongeze Wizara ya Elimu kwa kupitishiwa bajeti yao, kwa sababu ni bajeti wanasema inazungumza kwa vitendo kwenye matokeo ya wananchi. Kwa sababu wakati tunaingia madarakani 2020, mimi mbunge wa jimbo la Kavuu nilikuta sekondari ziko 4 jimbo zima, kata 9, lakini kwa sasa tunapoongea na nyie ziko sekondari 15. Ni enforcement kubwa sana, yani ni hatua kubwa sana iliyopigwa. Na kati ya hizo 15 tuna sekondari za kidato cha 5 na 6 sasa zinaelekea kuwa kama 4 hivi, ambapo tuna Mizengo Pinda, tuna Usevya na tuna Ikuba, na maandalizi yanafanywa kwa ajili ya Kabunde. Kwa hiyo ni maeneo ambayo kwa ujumla wake wamepiga hatua sana. Lakini wakati tunaingia madarakani, shule za msingi zilikuwa 20. Kwa sasa tuna shule 55. Ni ongezeko kubwa sana la zaidi ya 100% na kitu. Huko nyuma mimi nimeingia ubunge mwaka 2010, nikuta jimbo langu halina maji kabisa. Kulikuwa na maji vijiji 4 tu. Nimeenda kukuta maji yalikuwa Mwambani, maji yalikuwa Kanga, maji yalikuwa Chang'ombe, ingawa maji ya Chang'ombe na Mbuyuni yalikuwa kidogo ya Magadi. Lakini na Mkwajuni kidogo, lakini sehemu zingine zote tulikuwa tunatumia maji ya visima vya kawaida, local water ile. Kwa hiyo leo Songwe kumetapakaa miradi ya maji kwa 80%. Lakini hii miradi ambayo ipo sasa hivi ikiisha, serikali hapa wakandarasi fedha malizie, tutakuwa na kitu kizuri sana. Lakini upande wa miradi ya shule, elimu, nisiseme. Mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu na nimekuwa naibu waziri wa elimu 2010 mpaka 14. Miaka 4 nimehudumu pale naibu waziri wa elimu. Kwa hiyo mimi najua ambavyo namna nilivyozikuta shule zangu za sekondari kwa wakati ule, mpaka leo kuna shule za sekondari kila kata. Na kuna baadhi ya kata tumeshaanza kujenga shule 2 kama kata ya Mkwajuni. Tuna shule 3 za serikali pale. Kuna ile Sume, kuna Maweni na hii Maweni B ambayo sasa hivi tunataka tuibadilishe jina iitwe Solomon Itunda Secondary School, tumpe heshima mkuu wetu wa wilaya ya Songwe. Ni kijana mzuri sana. Tumempatia hilo jina. Kwa hiyo kuna shule 3 pale Mkwajuni mjini, hapo sema ndo makao makuu ya nini? Ya wilaya, na watu wamejaa sana. Madawati, si kujenga madarasa kumalizia, lakini vile vile kumalizia zahanati na nini, na mimi mfuko wa jimbo vile vile naongezea. Kwa hiyo saizi wananchi wana afya njema na mambo yanakwenda. Lakini vituo vya afya vile vile tumejenga kituo cha afya Ngwala, nimepata fedha mwaka 2022, kituo cha afya na Ifwenkenya mwaka 2023, kituo cha afya Ileza kule Magamba. Kwa hiyo kwa ujumla tarafa huku na vituo vya afya 3 na huku vituo vya afya 3. Lakini vile vile tumepata hospitali ya wilaya nzuri sana. Hospitali ya wilaya ya Songwe ni nzuri sana, huduma ni bora. Kwa hiyo wananchi wangu kweli saizi hawahangaiki masuala ya afya. Mpaka kule Soma ambako nimesema Soma ambako kijiji cha ajabu, na unashuka mlima huku umeshikilia mawe hivi, lakini bado kuna zahanati na kuna umeme nimepeleka. Ndio maana nikasema jimbo la Songwe hakuna kijiji ambacho hakina umeme. Binafsi nashawishika ugombea ubunge tena. Nimeshatangazana na wananchi. Nagombea tena niendelee bado kuwasaidia wana Songwe. Sikuingia ubunge kwa ajili ya maslahi binafsi, nimeingia ubunge kwa ajili ya kuwatumikia watu. Na ndio maana unaona mimi wagonjwa nasaidia, yatima nasomesha. Mpaka sasa hivi mimi nimeshasomesha yatima 660 ambao nimewasomesha kwa fedha zangu mimi mwenyewe, kuwapeleka shuleni kwa muda huu wa miaka hii 15. Nimejumlisha hapo. Nilianza siku nyingi sana mimi kusaidia watu. Wagonjwa, usafirisha misiba, utafanya hivi, huyu ana hiki, huyu ana hiki, lakini unafanya organization. Lakini uje upande wa kilimo. Kwenye kilimo nako tunafanya vizuri sana kwa sababu sisi kule Songwe ni mkoa wa kimadini, lakini bado kwenye kilimo tunafanya vizuri sana kwenye zao la ufuta, pamoja na tumbaku na korosho, lakini na mpunga vile vile tunalima sana.
Hata hivyo, baadhi ya wabunge hao kutoka mikoa ya Mtwara na Mara wamempongeza Rais Samia kwa kutoa fedha nyingi katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na miradi mingi ya maji katika maeneo yao. Mimi binafsi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa mkoa wa Mtwara yapo mambo ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais ambayo hayajafanywa na kiongozi yoyote alomtangulia. Sisi kutoka Mtwara mjini na Nyamba, Tandaimba, Newala kuelekea Masasi ambayo ni barabara ya uchumi ambayo ndio inasafirisha korosho nyingi kutoka vijijini kupeleka bandari ya Mtwara, ilikuwa haina lami, lakini Mheshimiwa Rais akawa ametoa fedha bilioni 268 na tunapozungumza wakandarasi wako site wanajenga barabara ile kwa kiwango cha lami, jambo ambalo hatukuwahi kulipata tangu tumepata uhuru wa taifa hili. Lakini tuna mradi wa maji mkubwa, mradi wa maji wa Makonde ambao kitaarifa za wazee wetu ule mradi ulikuwa umeasisiwa mwaka 1952. Haukuwahi kutengewa fedha japo bilioni 1. Na kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kusaidia upatikanaji wa fedha bilioni 84.7 na ule mradi unaendelea vizuri na bahati nzuri unagusa sana eneo kubwa la jimbo langu. Lakini ukiacha hivyo kwenye jimbo langu mimi ninayo miradi midogo midogo ambayo ina zaidi ya thamani ya bilioni 25 ya maji. Lakini tuna visima ambavyo tumechimba karibia kata 8, tunaenda sasa kuchimba kata nyingine 5, maana yake tutakuwa na visima takriban kata 13 katika kata 32. Kwa unaweza kaona juhudi za Mheshimiwa Rais. Lakini tulipata kusema kwenye swala la sekta ya kilimo kwamba kama tutaipata serikali makini na viongozi ambao wako tayari, wananchi wanaweza kupata pembejeo bure. Miongoni mwa maeneo ambayo wakulima wa zao la korosho ambao ni zao kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, Tanzania ndio inaongoza kwa uzalishaji. Huu ni mwaka wa 4 mfululizo Mheshimiwa Rais anatoa pembejeo bure. Nataka niseme kwa kweli katika mkoa wa Mara, kama kuna jimbo ambalo limenufaika na TARURA ni pamoja na la kwangu. Kwa sababu sasa hivi kuna karibu maeneo yote napita hata na IST. Hizi gari ndogo unapita na IST kwa urahisi zaidi. Na kuna madaraja ambayo zamani yalikuwa pitiki. Nakumbuka mwenzangu kabla mimi sijaingia aliwahi kuambia wananchi kwamba kuna baadhi ya barabara zisizoweza kupitika labda mpaka Yesu aje, kwa sababu madaraja yalikuwa yamekatika. Lakini serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan akatoa milioni 550 katika daraja moja likajengwa, ya pili milioni 350 na makaravati mengine yote karibu, yani hatuna tatizo kabisa katika barabara nzima. Sasa hivi tulikuwa na shida kidogo katika barabara kuanzia Susi mjini kwenda Busambu kwa sababu kulikuwa na mawe. Zamani walijenga kutumia kokoto. Ilikuwa kwenda sana shida kwa utumiaji wa miguu na pikipiki. Na yenyewe sasa hivi inawekwa molam. Kulikuwa na sehemu kidogo kama unatoka Buguma unakwenda Mchigondo. Kulikuwa na sehemu maji yalikuwa yamekula kidogo. Inajengwa daraja dogo, na kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba hakuna jimbo katika mkoa wa Mara. Na niwahi kusema hakuna jimbo katika mkoa wa Mara ambalo tutakuwa na barabara za vumbi nzuri. Tuseme miundombinu ya barabara kama jimbo la Mwibara. Mbunge wa jimbo la Kavu Geoffrey Mizengo Pinda, pamoja na kuwapongeza wananchi wa jimbo lake kwa ushirikiano mkubwa kwa serikali, amesema malalamiko yao kuhusu suala la stakabadhi ghalani, tayari serikali imepokea malalamiko hayo na kuanza kuyashughulikia. Wanakavu kwanza niwapongeze kwa kazi wanazoendelea nazo. Liko tatizo moja la stakabadhi ghalani, nimeshamuomba waziri wa kilimo alisimamishe mara moja, na kwa sababu halileti tija kwa wananchi, badala yake linaanzisha ghasia na halina maandalizi, na bahati mbaya sana wamelileta mwaka wa uchaguzi. Na mwaka 2020 walilisimamisha kwa sababu zilikuwepo fujo nyingi sana, wananchi walikuwa, na mimi ni mtumishi wa serikali, kitu chochote chenye manufaa kwa wananchi wangu siwezi kuwa sehemu ya upinzani. Kwa hiyo niwaombe tu wawe watulivu wakati serikali inalifanyia kazi. Kuhusu sekta ya madini, mbunge wa jimbo la Songwe Philip Mulugo ameipongeza serikali kwa kufanya mabadiliko makubwa katika sekta hiyo, huku akitoa wito kwa vijana nchini kuchangamkia fursa hiyo. Kwa sasa hivi mchimbaji mdogo anapouza dhahabu amepata gramu 1000 kilo moja, manake 2% ya kile kipato cha pale inakata TRA moja kwa moja inaingia kwenye akaunti ya serikali. Ndio maana unaona kwenye serikali Mavuno anasema uchumi wa Tanzania unakuwa sana kutokana na madini. Kwa hiyo mimi nataka nipongeze serikali na nishauri serikali walete mashine za drilling kwa ajili ya utafiti pale maeneo ya Mbangala, Saza, kule Masai Kempu, Makongolosi, Chunya, Itumbi, Matundasi, Mwaoga.
waje wafanye drilling. Maeneo kule ni mengi na yana adhabu nyingi sana. Na nitoe wito kwa vijana wa Tanzania ambao labda wanazuru hawana kazi, ambao kwa mikoa ya Dodoma, Tabora, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro. Njooni Songwe mchimbe madini. Kuna maeneo makubwa lakini hamna watu wanaochimba. Watu wapo lakini vile vile tunazidiwa kwa sababu bado eneo ni kubwa. Songwe ni virgin kabisa kwa sababu maeneo ni mengi, maeneo ya kuimba kule Kapalala, Gua kote kule. Mbangala kule eneo halijaisha mpaka kwenda paka Njelenje kule. Ukija huku Chunya huku ile Sangambi yote kama unaenda Lupa huku kote kuna maeneo, kuna dhahabu kule. Na ulishapima Wajerumani kule na mimi data ninazo. Maeneo yapo mazuri ya kuchimba na uchumi wa sasa hivi ni dhahabu. Kwa sababu dhahabu imepanda bei sana. Sasa hivi gramu moja ni leo gramu moja ni shilingi 260. Kijambo ambayo haijawahi kutokea. Yaani imepanda mara 300 yake ya mwaka juzi. Unaweza kuona jinsi dhahabu ilivyopanda bei. Kwa hiyo nataka tuseme kwamba kwenye sekta ya madini serikali iangalie sana, ni jambo kubwa sana. Na hata ule uizizi wa zamani sana umepotea. Kwa hiyo nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Amejaribu sana kuisimamia sekta ya madini na tunamshukuru sana kumteua kijana Mavunda na akili sana na jibii kubwa sana ya kuweza kushawishi mpaka vijana wengi sasa hivi wamekwenda kwenye madini. GMTV, Dodoma.